Sasa kama tume inayosimamia ni genge la mtu au genge la watu, unategemea umma utapata haki gani? Sheria inataka wajumbe wa tume wapatikane kupitia usaili, wapatikane kupitia ushindani. Sheria mpya, hawa walikuwa wanaitwa neki, leo tuna tume mpya inaitwa INEC. Wakavalishwa koti watu ambao ni neki, wakavalishwa koti la INEC. Manake uchaguzi huo ulisimamiwa na tume batili. Watu wengine mitaani watasema ulisimamiwa na genge tu la watu. Hawakuwa na mamlaka kisheria, hawakuwa na uhalali kisheria. Manake uchaguzi huo ulisimamiwa na genge la watu. Ulisimamiwa na tume batili, ulisimamiwa na genge la watu. Ndio maana wanapata huo ujasiri wa kufukuza watu kwenye ofisi za umma. Na hawana aibu katika hilo. Tume huru ya taifa, tume huru ya uchaguzi kwa sehemu kubwa ndio ilipiga kula badala ya wananchi na kutangaza matokeo feki. Hivyo kuandamana kwa wananchi walikuwa na sababu za msingi, kwa kuwa sisi wote tumeshuhudia waandamanaji. Nani mwandamanaji aliyeonekana anapiga askari? Sisi wote, kwa sababu tukio hili tumeliona kwa njia mbalimbali. Hakuna picha hata moja inayoonyesha kwamba waandamanaji walikuwa na silaha. Na kama walikuwa na silaha, kwa sababu mliwakamata mkawapeleka mahakama, wangapi mliowakuta na silaha? Waliwakuta na bunduki za aina gani? Hizo bunduki ziliingiaje hapa nchini? Ni silaha za aina gani? Sasa tusije tukawa tu kwa sababu hawa wenzetu walitangulia mbele za haki, basi tuwasingizie tu mambo ambayo hata hayakuwepo. Wapi tumeshuhudia kwamba hawa waandamanaji walikuwa wanaua watu mpaka wakahatarisha usalama? Wapi? Sasa hapakuwa na vita wala hali ya hatari iliyokuwa imetangazwa na rais kwa mujibu wa ibara ya 32 na ibara ya 32 kipengele ibara ndogo ya kwanza na ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo maelezo ya tume kuwa waandamanaji walihatarisha usalama wa taifa hayana ukweli, na msimamo wa serikali kuwa ilibidi kutumia nguvu kubwa kupitiliza kudhibiti waandamanaji kurejesha amani na usalama wa nchi sio kweli na hayana uthibitisho wote. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa inasema kama kuna hali ya hatari nchini. Ukisoma ibara hii ya 32(1) na ibara 32(1) na 2 inaeleza kwamba ili hatari iwe hatari kwenye nchi, rais anatangaza kwanza. Soma ibara hiyo ya 32(1)(2), nenda kasome ibara ya 9, nenda kasome ibara ya 148 ambayo wao ndio wameitumia vibaya ibara ya 148 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inasema kama kuna hali ya hatari, kama kuna vurugu zinazoweza kutishia usalama wa nchi, rais kwanza atalitangazia taifa kwamba kuna hali ya hatari na kueleza hatua ambazo zitachukuliwa. Nani aliyeelezwa kwamba kulikuwa na hali ya hatari? Tumezimiwa mtandao, hatukuelezwa. Tukafungiwa ndani, hatukuelezwa sababu. Umefunguliwa mtandao, hatukuelezwa sababu. Sasa hiyo hali ya hatari unaipataje? Katiba inakupa mwongozo, kama kuna hali ya hatari lazima rais atangaze au tangazie umma. Haiwezi kupatikana mmeua watu alafu mnasema kulikuwa na hali ya hatari. Katiba haijawapa hayo mamlaka. Serikali imeweka utaratibu wa namna ya kutumia nguvu kubwa. Mgongoni mtoto anafiatuliwa, inapigwa risasi kutoka kifuani mpaka kwa mtoto. Walikuwa na silaha gani? Walihitaji kabisa hao kupigwa kwa namna ile? Njia mbadala hazikuwepo.